Wakati klabu ya Simba ikiendelea kufanya vizuri na kusifiwa sana kwa kile ambacho wanakifanya sasa hivi wanapokuwa uwanjani, na hiyo yote inatokana na jitihada ambazo uongozi wa klabu ya Simba waliweza kutia nguvu kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili kuweza kushusha wachezaji mbalimbali ambao wamekuja kuongeza kasi pamoja na morali ya kupambania timu ndani ya kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa ninazungumzia wachezaji kama Libase Gue, Anicente Ohura, wakina Inos Rwemba, lakini pia hata golikipa Jibrila Kasali ambaye yupo kwenye milingoti mitatu ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa unaambiwa safari hii karata iliyotupwa ni kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili ambalo linatazamiwa kufunguliwa mwishoni mwa msimu huu hapa 2025 2026. Klabu ya Simba wanapiga hesabu kubwa kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili ili kuweza kushusha vyuma ambavyo vitakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba na kufanya mabarama kubwa kulikweli ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini hata michuano ya kimataifa ambayo timu hiyo itakwenda kushiriki mnamo msimu ujao na kuhakikisha na katika kuhakikisha kwamba klabu ya Simba inashusha vyuma mbalimbali kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili mapema, maskauti wanaotafuta wachezaji kwenye timu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba wamekwisha anza kufuatilia nyota ambao watakuja kutoa kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili ambao watakuja kuongeza nguvu na morali ya kuipambania timu hiyo ili kuweza kurejesha makali yake ambayo mashabiki na wadau wengi wa timu hiyo ya Simba wamezoea kuiona inavyofanya vyema. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao jina lake linatajwa sana tayari kumalizana na timu hiyo ya Simba Sports Club ni huyu hapa mchezaji ambaye jina lake ni Konaro. Hapa unaambiwa kwamba klabu ya Simba wamemalizana na mchezaji huyu ambaye ana sifa nyingi anapokuwa uwanjani. Sifa yake ya kwanza, uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali anapokuwa uwanjani. Sifa yake ya pili, kasi, na sifa yake ya tatu, uhatari anapolikaribia lango la wapinzani. Huyu naweza kusema ni baraa jipya mjini endapo dili lake litakuja kukamilika kutua ndani ya timu hiyo ya Simba Sports Club kuelekea kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Mpaka sasa hivi kwa taarifa ambazo zimeweza kunifikia hapa, inaelezwa kwamba mambo yanakwenda vizuri baina ya klabu ya Simba pamoja na uongozi ambao unamsimamia mchezaji huyu. Sasa jina lake nitakuja kukusogezea hapa SR Media Plus ili naye mwanamchezo wangu uweze kumfahamu ni nyota gani huyu ambaye klabu ya Simba wamekwishaweza kumalizana naye. Kinachosubiriwa ni masuala tu ya hapa na pale ili kuja kutambulishwa kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili mara baada tu ya msimu kuweza kutamatika. Lakini kabla sija kusogezea jina la mchezaji huyu ili naye uweze kufahamu mwanamchezo wangu anatokea kwenye klabu gani, lakini pia anacheza nafasi gani anapokuwa uwanjani, naomba nikukumbushe jambo moja la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea na kukujuzia moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Hautaka kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa mwanafamilia wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tumekujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali. Bwana, taarifa nilokuwa nayo hapa mezani kwangu inasema ya kwamba klabu ya Simba Sports ipo katika hatua za mwisho kukamilisha dili la kumsajili winga hatari Milton Kalisa kutoka Vipers Sports Club, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuimarisha kikosi kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na ya kimataifa. Taarifa kutoka vyanzo vya karibu na klabu zinaeleza kuwa mazungumzo kati ya pande hizi mbili yamefikiana makubaliano mazuri, huku taratibu za mwisho za kimkataba zikiendelea
unaendelea kukamilishwa. Kalisa ambaye ni miongoni mwa wachezaji wenye uzoefu mkubwa katika soka la Uganda amevutia hisia za mabosi wa klabu ya Simba kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi zote za pembeni katika safu ya ushambuliaji, kwa maana kwamba Kalisa ni miongoni mwa wachezaji ambao anaweza kumudu kucheza kama winga nambari 11, lakini pia anaweza kulimudu kucheza nafasi ya winga nambari 7. Hivyo kutokana na uhodari huu ambao mchezaji huyu yuko nayo umevutia mno uongozi wa klabu ya Simba na kuanza mazungumzo naye. Hata hivyo nyota huyo anajulikana kwa kasi, uwezo wake wa kupiga mashuti ya mbali na kutengeneza nafasi za mabao, sifa zinazotajwa kuhitajika zaidi ndani ya kikosi cha klabu ya Simba kwa sasa. Uongozi wa klabu ya Simba unaamini kuwa uzoefu wake katika mashindano ya kimataifa utakuwa chachu ya mafanikio, hususani katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa ambapo klabu ya Simba wanatazamiwa kwenda kushiriki huko mnamo msimu wa 2026-2027. Iwapo kila kitu kitaenda kama ilivyopangwa, Kalisa anatarajiwa kuwa sehemu ya kikosi cha Simba katika kampeni ijayo, hatua itakayoongeza nguvu na ushindani katika mbio za ubingwa wa ligi kuu na mafanikio ya kimataifa. Hiyo ni miongoni mwa sajili hatari kweli kweli, na mchezaji huyu akitoa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba naweza kusema ya kwamba hili ni bara jipya mjini. Mabeki wengi watateseka sana kulingana na ubora ambao mchezaji huyu yuko nayo. Huyu sifa zake inatajwa kwamba ni mara mbili ya kile ambacho mchezaji Libase Gwe anakionyesha anapokuwa uwanjani. Sasa una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu.